kuhusieni nyinyi na vile vile naihusia nafsi yangu mimi juu ya kushikamana, kumcha na kumtii Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, katika aljumaa hii ya kwanza katika mwezi wa Rajab ambao kama ambavyo ameueleza Nabii Muhammad akauita ni Rajab Mudhar, kwa maana ni kwamba mwezi wa Rajab wenyewe umejitenga, lakini ni katika miezi mitukufu. Huu mwezi tulionao ni miongoni katika miezi ambayo Mwenyezi Mungu ameieleza katika Qur'an, katika suratu Tauba aya ya 36. Hii ni miongoni mwa miezi mitukufu, na huu ndio uko kati ya Jamad na vile vile Shaaban, uko katikati. Mingine ile Dhulqaada, tuseme Muharram, iko imefuatana, lakini huu umejitenga. Nini tunatakiwa tufanye ndani ya miezi kama hii ambayo ni mitukufu? Kuna miezi ambayo ni mitukufu na kuna miezi mashuhuri. Katika miezi mashuhuri ndio unapata kuna mwezi wa Ramadhani, na unapata kuna mwezi vile vile wa Shaaban wa Halubajara na mingine ambayo iko minne, na miezi mitukufu vile vile iko minne. Hikma yake tuiache kwanza, tueleze leo sababu za Mwenyezi Mungu anatutaka tufanye nini ndani ya mwezi mitukufu kama huu wa Rajab. Tulipoisoma aya inna iddatash shuhur inda Allahi 12 shahra, kwamba miezi ambayo inahesabika mbele za Mwenyezi Mungu iliyo mitukufu kuanzia kwenye Lauhul Mahfudh au kwa mujibu wa sheria, ni kwamba miezi hiyo mwisho wa aya, karibu katikati na mwisho wa aya, Mwenyezi Mungu na neno amelisema, hilo ndio tunatakiwa tuzingatie sana. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, ndani ya miezi hii mtu hatakiwi kabisa kujidhulumu nafsi yake. Na katika maelezo ya Nabii Muhammad, madhambi utakayofanya ndani ya miezi mitukufu hailingani na madhambi utakayofanya katika miezi mingine. Madhambi haya adhabu yake inakuwa ni kubwa zaidi kwa kule kuvunja heshima ya Mwenyezi Mungu katika kutukuza miezi yake, kwa sababu utukufu wa miezi ni kwetu sisi. Utukufu wa miezi si kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwake yote iko sawa. Ametutaka sisi tujue miezi mitukufu ili tuweze kuona heshima tunayempa Mwenyezi Mungu, heshima tunayempa Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iko katika daraja gani. Maandalizi ya Ramadhani inaanza katika miezi kama huu, mwezi wa Rajab. Unapoanza kujiandaa kwa ibada, unapoanza kujiandaa kwa ibada za kufunga, unapoanza kujiandaa kusoma sana Qur'ani, unapoanza kujiandaa kujizuia na maasi, wewe moja kwa moja unakwenda kujitakasa ili Ramadhani inapokuja ikukute ukiwa safi. Lakini jambo ambalo ni baya zaidi ni kwamba watu tulikuwa tunazingatia mwezi mmoja. Mwezi wa Ramadhani ndio watu wanajipinda kutoa sadaka. Mwezi wa Ramadhani ndio watu wanajipinda kufanya alhamdulillah. Hiyo ni inatakiwa izidishwe zaidi katika mwezi wa Ramadhani. Lakini maandalizi ili ufike Ramadhani ukiwa salama ni katika kuanzia miezi kama hii. Salafu saleh, tukisema salafu saleh ni watu wema waliopita, waliotangulia. Naomba nieleweke vizuri, mtaelewa vizuri. Salafu saleh, watu wanaoitwa, sio wanaojiita. Salafu saleh, watu wema waliopita, walikuwa maandalizi yao katika kujiandaa na miezi mitukufu
Katika mwezi kwenda mwezi wa Ramadhani ni miezi 6. Miezi 6 watu wanafanya maandalizi kwa ajili ya kukutana na Ramadhani, na miezi 6 mingine ni maandalizi, inakuwa ni kuuaga mwezi wa Ramadhani. Ni kama vile ambavyo tunasema mtu amekwenda field, anapotoka field, au kwa wale tuseme, tuachane na hayo, tuende na sisi ambao tunafahamu wale watu wanaekwenda kutoka siku 3 au wanafanya tablighi, hao anayekwenda siku 3 au anakwenda siku 10 au anakwenda siku 40 au anakwenda miezi 4, huyo mtu akitoka, muangalie akhlaki zake, kwa sababu kaenda kujinoa, kaenda kujitengeneza, na akitoka pale anabadilika. Utaona swala zake kwa wakati, utaona hata kuangalia vilivyo vya haramu haangalii, na hata kanuni zao utaziona ziko vile. Kwa sababu gani? Ametoka kwenye mafunzo ya vitendo moja kwa moja. Kwa ajili hiyo anakuwa anapata ile kitu ambayo mnasema ni matendo ya moja kwa moja kutoka katika kile ambacho tunasema field au mazoezi ya muda. Vipi ikiwa mimi na wewe tuna swala 5, na bahati nzuri mwezi huu tulionao ndio Mwenyezi Mungu alimchukua Nabii Muhammad kutoka katika Maka pale mpaka Baitul Maqdis, mpaka moja kwa moja katika mbingu ya 7, mpaka kwenda sehemu nyingine ambayo ni zaidi ya mbingu ya 7. Lakini safari hii ilikuwa ni safari gani? Haikuwa safari nyingine. Mwenyezi Mungu kuonesha jambo alilokuwa anakwenda kumkabidhi Nabii Muhammad si jambo dogo, ni jambo la swala. Swala hii ambayo mimi na wewe tunaiswali kwa kuchelewa, swala hii mimi na wewe ambayo tunaiswali kwa kutaka muda tunayotaka, swala hii ambayo tunakwenda kukadha kila wakati, swala ambayo tunaiswali tunawaza mambo yetu yote tuko ndani ya swala, amepewa Nabii Muhammad mbinguni. Mambo mengine yote kuanzia zaka, mambo ya somo, mambo ya hija, mambo mengine yote ni Jibril alayhi salatu wasalam alikuwa anakuja kumkabidhi Nabii Muhammad hapa duniani. Ila swala peke yake, uzito wa swala na thamani ya swala, ndio Mwenyezi Mungu akaamua kumchukua mwenyewe Nabii Muhammad kwenda kumpeleka akamkabidhi katika huko Sidratul Muntaha, ende akamkabidhi ibada ya swala katika mwezi huu wa Rajab. Ndio Nabii Muhammad alitoka hapa akaenda katika safari ya Isra na Mi'raj. Ndugu yangu Muislamu, katika kitu ambacho tumefundishwa kuwa tunakiiga, hakuna sisi kutakiwa kumwiga yoyote. Hatutaki kumwiga mwanamuziki, hatutaki kumwiga mtu yoyote unayemjua wewe anatakiwa kuigwa na watu wanayemwiga. Kiigizo chetu si mwingine ni Nabii Muhammadin aliposema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika muna kiigizo kilicho safi, kiigizo kilicho chema, kiigizo kilicho bora. Hakuna kama Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Huyu ndio tunatakiwa tumwigize. Namna gani alikula huyu Nabii Muhammad ambaye amekwenda kukabidhiwa ibada hii ya swala? Alikula namna gani? Hayo ukienda katika masala ya watu ambao wanakwenda katika field za dini wanayakuta. Namna gani ulale, yani unalalaje? Unalala tu kwenda kujibwaga kitandani? Kuna kanuni, kuna sura za kusoma, unatakiwa ulale katika namna gani? Haya ndio mafunzo aliyokuja nayo Nabii Muhammad. Si hivyo, unatakiwa utoke nyumbani, unatokaje? Maneno gani unasema? Lazima waanze a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula, na mengine. Huwezi kukutana na balaa kwa mujibu wa maelezo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo katika wakati huu ambapo miezi hii mitukufu tunatakiwa tumwangalie zaidi Nabii Muhammad aliishi namna gani, aliishi namna gani na majirani zake, aliishi vipi na Mayahudi ambao ndio walikuwa majirani zake. Mpaka amekufa Nabii Muhammad, guo lake la Dur'a liko katika rehani katika mikono ya Mayahudi.
namna gani ambavyo alikuwa anaishi na wasiokuwa Waislamu, namna gani Nabii Muhammad alikuwa akiishi na masahaba zake, namna gani Nabii Muhammad alikuwa akiishi na mayatima. Hapa ukijifundisha mafundisho sahihi ya Nabii Muhammad, hata pengine maishida zilizopata watu wanapata mitaani, watoto wa mitaani, zisingeweza kutokea. Mbaya zaidi na la kusikitisha zaidi, kuna baadhi hata ya watu huamua kuwatoa wazazi wao wakawapeleka mahala walelewe na watu maalum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ani baba yako au mama yako au babu yako, yani unaona kuishi naye yeye ni tabu, unaamua kwenda kumpeleka akaishi na watu wengine. Huu ndio msiba, kwa sababu tumeacha kumuigiza Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na katika miezi hii ambayo ni miezi mitukufu, ndugu yangu, jitahidi kadiri inavyowezekana uangalie maisha aliyokuwa anaishi Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kusalimika hapa duniani. Na labda niseme kitu kifupi. Kufanya kwa ni rahisi, kuacha maasi ni kugumu. Naomba nirudi hapo. Kufanya ibada, kuswali ni rahisi, kufunga ni rahisi. Na ndio maana unakuta mathalan mwezi wa Ramadhani watu watafunga wengi, hata watu hawaswali wengine, lakini watafunga. Ndivyo sivyo? Watu watafunga, watu watafanya, hata kusoa sadaka watu wanaweza kutoa, lakini kuacha maasi ndio ipo hapo shida. Na ndio ucha Mungu unapopatikana hapo, katika kujizuia na maasi. Unapojizuia na maasi, ndivyo umekwenda vile ambavyo ametutaka Mwenyezi Mungu kwa maelekezo sahihi ya Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ukisikia mara nyingi huyu ni walii, uwalii hauji kwa kwamba watu unaswali sana, unakuja kwa kuacha maasi, kuacha kumfanyia istihzai Mwenyezi Mungu. Natoa mfano kwa yale mambo tunayafahamu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala iliyoswaliwa kikweli kweli na mtu ikafata taratibu zake, ikafata kanuni zake. Lake ili kidogo ngoja niguse kidogo. Katika maelezo kusoma kitabu kimoja kinaitwa Al-Manar, kuna Sheikh Muhammad Abdul Rashid River wameeleza masharti ya swala. Haya mara nyingi naeleza. Na katika masharti za swala walizoeleza zinafika 12,000. Zinafika sharti ya 10,000 na ngapi? 12,000. Sijui mimi na wewe tumehifadhi sharti ya 1000 ngapi? 5,000, 6,000. Hapa ndio unaweza ukajua tunaweza tukawa tunaswali lakini tunafanya mazoezi ya swala, kwa sababu ile tulipoambiwa sallu kama raaitumuni usalli, hapo kuna kazi. Namna gani unahirimia, namna gani unaweza kumfuata imamu. Imamu anatakiwa umfuate akiwa wapi, unapata rakaa. Haya yote amefundisha Nabii Muhammadin. Ni rahisi sana mtu kukaa, ni rahisi sana mtu kukaa kwenye michezo au kwenye mambo ya laghau masaa 2, 3, 4, 5. Tena kama kipindi hiki cha michezo mtu ataangalia mechi 3, 4, 5. Lakini mtu huyu katika hali ya kuhuzunisha na kusikitisha, ambapo mpaka unajiuliza, kweli tunampenda mwenye Nabii Muhammad? Kweli tunampenda Mwenyezi Mungu? Tunataka kweli radhi za Mwenyezi Mungu? Kwenda kukaa darasani ajifundishe dini yake, ajue namna ya swala yake, ajue ibada zake mbadali, wallahi haiko tayari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Je, hapa tunajiuliza, huu mwezi mtukufu tutauelewa kweli? Tuko katika mwezi mtukufu, tutajua namna gani ya kumuiga Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani tunaweza tukaigiza matendo ambayo yaliyosahihi mtume, ikiwa hatuijui dini. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika si vingine, wenyewe waabudu kihakika katika waja wake Mwenyezi Mungu ni wajuzi, wale waliosoma. Leo mtu anatafuta maisha ya dunia ambayo ataishi miaka 20, 30 akiwa pengine mfanya kazi, pengine katika kazi yake ataishi miaka 30. Khalas, umri wake pengine alikuwa na miaka 25 ndio amepata kazi. Aya 20 umepata kazi, umekwenda umefanya kazi muda uliofanya pengine miaka 20, 35 umekwisha.
utakwenda kulipia pengine mpaka shilingi kwa mwaka milioni 3, milioni 5, milioni 6. Lakini geuza vice versa, geuza upande wa pili tu, kumlipa mwalimu wa madrasa ataye kusomeshea mtoto wako ili amjue Mwenyezi Mungu, ajue dunia yake, ajue na akhera yake. Wallahi akisema ada shilingi 5,000, hawa walimu siku hizi hawana kazi kabisa hawa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Intabihi ya akhi, zidukana, jua wewe ni kwamba umekuja ni makhluk, ni kiumbe tu, huna chochote zaidi ya kwamba siku 2 3 utaondoka katika hii dunia. Nini utakachomjibu Mola wako wewe? Utamweleza nini Allah subhanahu wa ta'ala? Malaka la yazulu rajulun kadamahu yawm al-qiyamah hatta yusalu an 4. Mwenyezi Mungu anasema hawezi kuondosha mtu mkuu wake siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo 4. Ana umrihi, kutokana na umri wake, fima abala, ameuchakaza vipi umri wake huo? Yaani wewe umri wako umetekeleza kwa vipi? Ulikuwa kazi yako ni kutafuta maisha tu, ukutaka kumjua Mwenyezi Mungu. Lakini je, tulipotaka na Mwenyezi Mungu ametutaka nini? Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Hiki ndicho tutuchamsha ndugu zangu. Ikiwa tuko kweli tuna Uislamu wa kihakika na tunataka kujifundisha dini yetu ili tuitetee dini yetu kimatendo, kwa matendo. Zamani wanasema tukunu kamithlu, na wanaambia wale Waislamu wa zamani wale wasio Waislamu, kunu kamithlu, kwani kama sisi akhlaki zao zilikuwa zinatosheleza. Lakini leo tukisema mtu aseme kunu kamithlu, haya mfano wako ni upi wewe? Ani mimi nikuige wewe Muislamu, wewe una kitu gani nikuige? Hatuna cha kuibwa. Ndio unakuta ndani ya Uislamu mizozo iishi, vurugu haziishi, kelele haziishi. Kwa sababu gani? Tuko katika nia nyingine. Innamal a'malu binniyati. أقول قولي هذا الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين تجلس من ودلاس العريق أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وكافة أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اجعل أمورنا بأيدي خيارنا ولا تجعله بأيدي أشرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب دعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة، يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي مأوانا ولا تجعل النار هي دارنا، ونفس كربتنا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله.